بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya fiqh na tumefika katika faradhi za udhu na kasema tutazungumzia tu faradhi, ama sunna hatutozizungumzia katika madarasa haya inshallah, lakini inshallah Mungu akitupa hai na uzima labda mwisho au tutaangalia itakavyokuwa, lakini kwa sasa tunaangalia zaidi mambo ya faradhi. Naam. Faradhi za udhu, yani mambo ambayo ni lazima tukitawadha, mambo ambayo tunafaa kufanya tukitawadha. Takriban mambo yenyewe ni 6. Sio takriban, yani mambo yenyewe ni 6. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani atuambia idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Haya ametaja manne Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Lakini zitakuja inshallah zile mbili zimetoka wapi tazieleza. Kwa hivyo haya mambo yana mambo 6 haya lazima sisi kama Waislamu haya mambo 6 tuyafanye wakati wa kutawadha. Sawa. Jambo la kwanza ni an-niyya. Jambo la kwanza ni nia. Mtu atie nia. Bwana Mtume katika hadithi yasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Kwa hakika si lingine isipokuwa amali ni kwa nini? Ni kwa nia. Amali hupelekwa na nia. Amali hupelekwa na nia. Mtu hafai kufanya amali kwa jambo jingine. Lau atafanya mtu amali bila nia, bila kumkusudia Mwenyezi Mungu, basi ile ibada haisihi. Kwa hiyo lau mtu atakwenda ajioshe, aoge alikuwa anasikia joto kaenda kaoga ama kaenda kaoga josho la sunna, amekwenda kuoga kwa ajili ya Ijumaa ajioshe vizuri, kisha aseme bwana wajua mimi ninaoga, manake katika kuoga nimeosha uso, katika kuoga nikaosha mikono, katika kuoga nikaosha kichwa, katika kuoga nikaosha nini na miguu, basi udhu huko nishatawadha mimi. Mwambie la, hausihi udhu ule, hausihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye pale hakutia nia ya udhu. Tumeelewana? Hakutia nia ya nini? Ya udhu. Jamani, mara nyingine mtu ametoka nje mpigwa na vumbi, ametoka kazi mpigwa na vumbi kidogo hivi, basi akiingia nyumbani anaosha uso, anaosha mikono, maana ndio sehemu zinazochafuka, basi anaosha uso, anaosha mikono, anaosha kichwa, kisha anasugua miguu pia anaosha vizuri, anakuwa msafi mashallah, maana lile vumbi amelitoa katika viungo hivyo. Imefika time ya swala asema kwani mimi pale mimi niliosha miguu, basi ndio nishatawadha. Hakuna, udhu hausihi. Ni lazima mtu wakati wa kuosha uso amekusudia kuwa anatawadha, ametia nia kuwa anafanya nini? Anatawadha. Naam, na nia mahali pake ni moyoni, na tutakuja kuzungumzia masala ya nia baadaye. Labda baadaye, yani katika darasa inayokuja au darasa itakayokuja inshallah, au darasa 2 zinazokuja. Naam, lakini kwa ufupi ni kuwa nia ni makusudio ndani ya moyo. Nia ni makusudio ndani ya nini? Ndani ya moyo. Haya. Faradhi ya kwanza tumemalizana nayo. Faradhi ya pili katika faradhi za udhu ni kuosha uso. Maana Mwenyezi Mungu jalla jalalu asema faghsilu wujuhakum, na osheni nyuso zenu. Hapo hakuna wasiwasi. Faghsilu wujuhakum, na osheni nyuso zenu. Kwa ni wajibu mtu ikiwa akitaka kutawadha ni lazima katika mambo ya udhu ni aoshe nini? Aoshe uso. Ona, hatujataja kuosha viganja. Kuosha viganja ni sunna. Hatujataja kusukutua, hatujataja kutia maji puani. Hizi zote ni nini? Ni sunna. Almuhim, kuosha uso ni wajibu. Na wajibu hunu kia hakika ni rahisi uso mtu kuosha, lakini shida tulionayo ni kuwa lazima, yani si shida, wajibu ni kuwa lazima mtu aoshe uso kikamilifu. Lazima mtu aoshe uso kikamilifu. Yani tukisema kikamilifu lazima aeneze maji katika uso mzima. Manake baadhi ya watu, ama tuseme wengi katika watu, anakwenda anaosha tu huu upande wa mbele hapa. Yani maji hayafiki kwenye masikio, ambapo uso ni kutoka kwenye masikio mpaka masikio mengine. Si lazima uoshe masikio, la, lakini kwenye ile inaitwa shahmatul udhun.
Shahmatul udhun ni hii sehemu ambayo huwa imetoka kidogo kabla ya kufika kwenye masikio. Yani inaitwa ni katika masikio kabla ya kuingia kwenye ile tundu ya masikio. Basi maji lazima yafike hapo. Kwa hivyo upande wa kulia mpaka upande wa kushoto pale kutoka kwenye hivyo visikio viwili lazima maji yafike. Subhanallah. Na utaona mtu mara nyingine anaenda na tawadha kisha huku upande wa kando tu ya masikio karibu na masikio kumekauka kabisa. Umuuliza vipi umetawadha? Akwambia nimetawadha. La, udhu hujaswihi bwana. Kwa hivyo lazima mtu aoshe uso kisawasawa bwana. Aoshe kutoka na upande wa juu mpaka chini. Aoshe kutoka kwenye pale ile sehemu ambayo huwa nyele za mea. Kutoka kwenye mambati sha'r au manabiti sha'r. Ile sehemu ambayo yani nyele zaanza kumea. Mahali ambapo nyele zaanza kumea kikawaida yani basi lazima anze pale mpaka kwenye kidevu. Haitoshi mtu aje yake subhanallah aoshe tu kutoka katikati yani uso ameshika hivi maji haraka katikati, hakuna. Lazima aoshe kutoka ile sehemu ambayo kawaida nyele zinaanza. Na hatuangalie ati tukisema mahali ambapo nyele zamea hatusemi tumwangalie kiara, maana kiara sasa nyele zake zamtoroka yani, maana zaenda nyuma yani. Sasa ikiwa ati kiara nyele zishafika katikati ya kichwa ati tumwambie aanze pale katikati ya kichwa, la tumwambia kikawaida nyele zamea wapi? Nyele zinamea hapa mbele, basi mtu anaosha kutoka pale mpaka kwenye nini? Kwenye kidevu. Sawa? Na kwa upande lazima aoshe kutoka kwenye sikio mpaka nini? Mpaka kwenye sikio. Jamani, lau mtu hatofanya hivi udhu hauswihi. Lau mtu hatofanya hivi udhu haufanyi nini? Udhu hauswihi. Kisha kuna hizi nyele ambazo ziko kwenye uso. Hukumu yake ni nini? Mtu ana nyele zote kwenye uso. Kuna nyele aina nyingi kwenye uso. Kwa Kiarabu wana majina 20 ya nyele 20 kwenye uso. Kuna nyele 20 kwenye uso. Subhanallah. Mtu akitaka aweza kwenda kuangalia, yoyote ambaye ni msomi, kuna kitabu pale Nailur Raja katika sharhi ya Safinatin Najah ametaja nyele hizo. Kihakika hizi nyele zimegawanyika aina mbili. Kuna ndevu na kuna vitu zaitwa aridhaini. Kuna nyele zaitwa aridhaini. Aridhaini ni zile nyele ambazo zimekuja kukutana na ndevu. Nafikiri sio Swahili zote tuziita ndevu. Yaani hizi nyele ambazo ziko kwa kando, watu wengine nafikiri wanaziita sideburn. Hizi nyele ambazo ziko kwa kando si ambazo zinaenda kwa shavu, la, kuna nyele zinazoenda kwa shavu. Hatuzungumzi zile zinaitwa khaddaini. Sisi tunazungumzia nyele ambazo zimeshuka kutoka kwenye sikio, chini ya sikio hivi zikashuka mpaka kwenye nini? Mpaka kwenye zikaja zikakutana na ndevu. Hizo hukumu yake na ndevu ni sawa sawa. Kisha kuna na hizi nyele zote zingine zilizobakia. Nyele zilizobakia lazima mtu aoshe nje na ndani. Yaani ahakikishe maji yameingia mpaka ndani kwenye ngozi. Hizo ni hizi nyele nyingine. Ama ndevu, wachana na masharubu, tujazungumzia masharubu. Masharubu lazima maji yaingie mpaka ndani. Sawa. Na zile nyele ziko kwenye shavu pia hivyo. Kama mtu ana nyele kwenye bapa la uso lazima hivyo. Kwenye nyusi, kwenye kope. Hizi nyele zote lazima maji yaingie mpaka ndani. Uhakikishe maji yameingia mpaka ndani. Sawa. Ama ndevu na hizo ambazo tumeziita ni aridhaini, hukumu yake zile tutaangalia. Ikiwa ni nyingi, basi si lazima mtu aoshe mpaka ndani. Ikiwa ni nyingi, sawa, basi mtu anaweza tu kuosha kwa nje. Ukiosha tu kwa nje imetosha. Sawa? Na huo yani hizo ndevu tukisema ni nyingi, huo wingi ni kadri gani? Ni ipi dhabiti yake? Tunajuaje hizi ndevu ni nyingi na hizi ni kidogo? Je, ni kwa kuangalia sisi kawaida yetu au ni vipi? La, maulama wanasema ndevu ambazo zimekuwa kwa namna ambayo zimefinika rangi ya ngozi. Yani mtu akiangalia kwenye kidevu chako wewe hawezi kuona rangi ya nini? Rangi ya ngozi. Basi mtu kama yule tumwambia hizo ndevu zake ni nyingi. Ndevu zake huyu ni nini? Ni nyingi. Basi huyu si lazima aoshe mpaka ndani. Si lazima tie vidole maji yaingie mpaka ndani. Lakini mtu ambaye la ndevu zake ni 2-3 tu, manake ukimwangalia ngozi yake, yani ile ngozi chini ya ndevu inaonekana kabisa, basi mtu kama yule tumwambia wewe lazima uoshe nje na ndani. Lazima uhakikishe maji yameingia mpaka nini? Mpaka ndani. Sawa? Hiyo ndo hukumu ya zile nyele ambazo ziko kwenye uso, hukumu ya nini? Ya pia kuosha ndevu inshallah. Naam. Mpaka hapa tutakoma. Katika darasa itakayokuja sasa tutazungumzia kuosha mkono. Yani namna ya kuosha mkono. Na kuna maelezo mtu anaweza kushangaa, kwa hivyo usio na wasiwasi inshallah. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah awwalan wa akhira.